Mchezo jana niliwaahidi wachezaji kwamba anayefunga atapata 2.5 milioni na ataye assist atapata 2.5 milioni. Kwa kila goli ilikuwa 5 milioni. Kwa hiyo nimewaita wachezaji hawa, wawili wamefunga, mmoja alikuwa ameassist na mmoja hayupo, anadharura kidogo. Lakini Shabalala nilikuwa na nani Kapombe labda aliogopa kwamba nilimtania tu kwamba assist ilikuwa kwa mguu sio kwa mkono. Kwa hiyo yeye alikuwa amerusha mpira kwa Mpanzu akaondoa wawili kwenye mstari na kufunga goli. Lakini asiwe na wasiwasi, yeye vile vile atapata zawadi yake, maana yeye vile vile aliassist mpira mwisho ulitoka kwake. Wapenzi wa Simba, kwamba niliwaambia kwamba Mungu akijalia tukishinda tutakuwa na furaha mara 2 zaidi kuliko ile kama tungetoka draw pale na tungekuja kushinda, ingekuwa ina furaha kiasi. Lakini kila mtu, hata sisi, tumekuwa na furaha mara 2 kwa ajili ya kupata furaha mahala ambapo palikuwa pagumu. Kila siku naambia nyama inakuwa tamu karibu na mfupa, sio karibu na ngozi. Kwa hiyo umeelewa kwamba kila unapochimba ndio unapata utamu zaidi. Kila panapokuwa na ugumu ndio panapokuwa na utamu zaidi. Kwa hiyo nawatakia kila laheri, muendelee kufanya mazoezi na muwe mnakuwa na nidhamu. Timu yetu imekuwa na nidhamu nzuri sana, na tunataka kama tukishinda, kama kuna tuzo ya nidhamu, basi Simba mchukue tuzo ya nidhamu na mchukue na ubingwa. Tunawashukuru sana mashabiki wetu kwa niaba ya wachezaji. Message hii narudisha kwao. Mashabiki wetu wamekuwa ni watu wa maana sana, watu ambao wanatusupport sana. Kikweli niseme tu tunawashukuru sana. Jana hali ya hewa ukiangalia haikuwa katika niseme njia nzuri, kwa maana kwamba hali ya hewa haikuwa rafiki na pia ilikuwa ni siku ya kazi. Kwa hiyo lakini bado wana Simba wa Tanzania kwa ujumla walijitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba tunaipambania timu inaweza kufanya vizuri na kutoka katika hatua ya robo finali ambayo tulizoea na tunaenda katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo niseme ninawashukuru sana, na kikubwa sisi kama wachezaji jukumu letu ambalo liko mbele yetu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kupambana, tunaendelea kujituma kwa ajili ya timu yao, kwa ajili ya timu yetu, kuhakikisha kwamba tunazidi kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Lakini mwisho kabisa ni mshukuru mzee wetu, mzee Azim Dewji. Hichi ambacho amekifanya ni kikubwa sana kwa timu, kwa sisi wachezaji pia, kwa sababu ameongeza hamasa. Ukiachana na zile hamasa goli la mama, lakini pia ukiachana na zile bonus zingine ambazo anazitoa boss Mo, lakini yeye pia amefanya kitu kikubwa sana kwa kutoa ahadi ambayo mtu anayefunga, lakini pia mtu ambaye anatoa assist ya kupata goli. Na ukiangalia mchezo wa jana ulikuwa ni muhimu sana na ulikuwa unahitaji hamasa nyingi tofauti. Kwa hiyo imeweza kufanya hivyo na imeongeza kitu. Na ukiangalia kwamba ulikuwa ni mchezo mgumu ambao tulikuwa tunahitaji matokeo. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya wachezaji niseme kwamba tunamshukuru sana. Hiki ambacho amekifanya ni kikubwa sana na tumekipokea kwa mikono miwili. Na kikubwa ninachomwahidi ni kwamba tunaenda kupambana katika michezo ya inayobakia. Ukiangalia kufikia mafanikio au malengo ambayo tumejiwekea, tumebakisha kwa maana kwamba ukiacha home and away tumebakisha mechi 2, kwa maana kwamba nusu finali na finali. Kwa ujumla zitakuwa ni mechi 4. Lakini kuelekea katika mechi hizo inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu atuweke katika hali ambayo itakuwa ni katika miili ambayo itakuwa timamu, kuhakikisha kwamba mpaka hizo siku ambazo zinafika tutakuwa tuko vizuri na kuhakikisha kwamba tunapambana ipasavyo, tunafikisha Simba kwenye yale malengo ambayo tumejiwekea msimu huu, na pamoja na viongozi wetu au mashabiki wote ambao wanatarajia kutoka mazuri kutoka kwetu.